Mwandishi mwenzetu hapa anaitwa George David Campista kanitumia message hapa, anatusikiliza. Anasema ripoti ya uchunguzi ndo ingeweka wazi kwa nini mamlaka husika ilishindwa kutenda haki. Hivyo inawezekana aliyeamua haki ni kwa sababu alifikishiwa ripoti ya uchunguzi na akabaini aliyetenda kosa. Anasema samani, hivyo inawezekana aliyeamua haki ni kwa sababu alifikishiwa ripoti ya uchunguzi na akabaini aliyetenda kosa asingeweza kujihukumu. Kwa hiyo inawezekana sisi tunazungumza kwa sababu hatukupata ripoti ya TFF, lakini aliyetenda haki amepelekewa ripoti. Na yeye ni mchezo huyo. Hayo na sisi tunasubiri tupate hiyo ripoti, naamini tutakuwa tuna majibu. Sasa ukitaka kujua kwamba aliyetakiwa kutoa ripoti ana makosa, kwa nini alishindwa kutoa ripoti kwa umma? Yaani ukitaka kujua makosa, anachozungumza Evansi ni kwa sababu Evansi hakuwahi kuona kosa kwenye hichi ambacho kimefanyika toka tarehe 8. Kwa hiyo hawezi hata siku moja kukubaliana na haki, kwa sababu alichoshikilia yeye alihisi kwamba bodi ya ligi walikuwa wana haki na wastahili kukaa pembeni. Wewe unaniambia Kasongo leo amekaa pembeni, amesimamishwa. Kwa nini asimamishwe kama ana makosa? Kwa nini Mguto andike barua ya kukaa pembeni kama hana makosa? Na ametoa ni kwa sababu kwa nini muda wote hakuwahi kufanya hivyo? Kwa nini amefanya hivyo juzi? Ni kwa sababu watu wamebaini kwamba nyie mlifanya makosa. Kwa nini mliahirisha mechi? Mnataka kuharibu mpira. Kuna muda tunatakiwa kusimamia ukweli, kuzungumza ukweli. Umma unatusikiliza. Watu wamekuwa wanazungumza hapa maneno, dabi ya tarehe 15 ipo. Nimezungumza na watu wangu wa ndani, wameniambia dabi ya tarehe 15 ipo. Leo hawezi kuzungumza chochote. Watu wamezungumza kwamba baada ya ile barua kutoka kwamba mechi imeahirishwa, watu wanaandika kwamba mbona Kasongo hajaondoka? Mbona Mguto bado yupo? Watu wamekufa kifo sijui kinani. Baada ya ile barua kutoka, wanafuta posti. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tunafumba macho, yani kuna vitu tunaminya tunauteketeza mpira wa Tanzania. Let it be on record kwamba katika hili jambo kila mmoja ana maoni yake. Kwa sababu ukisikiliza Tony ya Hans ni kama anamuaccuse Evans kwamba yeye kile alichokuwa anakiamini kilikuwa sio sawa. Kila mtu anaamini kile anachokiamini. Hata wewe Hans unaamini yale uliyokuwa unaamini, kwa sababu hatuko hapa kushindana. We are here to make a point. Na yule ambaye anatusikiliza atabaki na nafsi yake kwamba hoja ya nani sio hoja sahihi. I don't think you're on the right kwa kusema kwamba kile alichokuwa anakisimamia sio sahihi, kwa sababu hakuna wote kila mmoja ana haki ya kujenga hoja yake. Twende kwenye hoja ile ya endorsement. My point is mimi mrengo ambao naliona hili jambo limesimamia, unajua ni kama mkai ukiwa na watoto wako wawili. Una watoto wako ambao wewe unajua ulivyowalea, na malezi yako kwa wale watoto yamewatengenezea aina fulani ya mazoea. Kwa sababu ukiangalia hii issue ni kesi ya kwamba yule ambaye anapiga kelele au yule ambaye ana uwezo wa kusound more emotional kwenye yale anayolalamikia ndio yuko sahihi. Na ndio maana hili jambo liliondoka kutoka kwenye kuahirishwa mechi, tukaja kujua mpaka kwamba kuna madeni ambayo TFF na Yanga wanadaiana. And it got to the point mpaka Alhamis hapa Ansi ali bring up issue ya waamuzi, kwamba kuna waamuzi walikuwa hawalipi. Sasa unajiuliza kwamba kama hao watu wa Yanga ambao ndio labda wamemfikishia taarifa kwamba waamuzi rekebisha kauli, whoever it is ambaye alimfikishia hizo taarifa kwamba unatakiwa kuheshimu mwandishi mwenzio wanapofanya research. Rekebisha kauli yako. Ukitaka kujua kwamba hii issue ilikuwa imejawa na chuki na unafiki ndani yake, tunaambiwa kwamba waamuzi watoka kwenye mashindano ya miaka kama mwaka mmoja uliopita. Sawa? Kama kweli hao watu ambao wana hizi taarifa na wamezikalia walikuwa ni wapigania haki, wakati ligi inaanza kwa nini hakupiga kelele kwamba kuna waamuzi wanadaiwa? Kuna waamuzi wanadai. Hilo limekuja kukumbushwa kwa sababu kuna kitu ambacho Yanga walikuwa nakitaka kwenye hii issue. Sawa? The same Yanga ambao kiongozi wao alimuendorse wale Skaria kwenye mkutano mkuu, yeye akishirikiana Moshi pale nilikuwepo. Sawa? Kwa hiyo ni issue tu kwamba
kwa sababu wao ndio wamelalamika sana kwa hii issue for whatever reasons. Wao ndio wanaonekana na haki, lakini ni mpira huu ambao bado una fundamental problems. Sawa, kwa mfano mimi nitakutengenezea a mental picture nyepesi tu. Kuna kiongozi wa juu kabisa wa Yanga alikuwa kwenye ule mkutano, sio? Yeah. He's the same person that owns kampuni ambayo inadhamini timu nyingine 6 za ligi. Sawa. You can never see that sheria imeruhusu haijaruhusu anywhere. Sawa. No, and it's acceptable kwa sababu watu wameona acha liendelee, lakini mtu anaweza akaamua kujenga hoja. Yaani watu wa Simba wanaweza wakaja wakaamua kujenga hoja. And I'm not saying kwamba huo ndio uhalisia. Watu wakaamua tu kwamba bane, kwa sababu ya hiki kinachoendelea ndio maana na nyinyi kuna A, B, C, D inatokea, lakini nobody is bringing that up kwa sababu hawajaamua kulitazama hilo kama tatizo kwao, kwa sababu leo hii Mkai, mimi naweza kuwa allergic to rangi ya papo. Sawa. Hainifanyi kitu chochote, nimeamua tu kuwa allergic na rangi ya papo. Wewe ukivaa shati ya papo, mimi inakuwa inanitatiza machoni kwangu. Ni unachoamua wewe kutazama. Sawa. Kwa mfano Mzee Mguto muda wake wa kustaafu ulikuwa umefika anyways. Desemba alikuwa anaondoka. Ligi imebakiza mechi ngapi? 3 ishe. Kwa hiyo whether Yanga walikuwa wamtaki au wanamtaka, angeondoka. Na Jeff, katika swali langu la msingi kwako, sitaki turudi tulikotoka, lakini tunaweza kurudi tu. Nisikilize mimi basi. Katika malalamiko ya Yanga yote ambayo wamelalamika, huoni kwamba kuna sehemu wana haki Yanga? Sijaona sehemu hata moja. My goodness. Mpira wetu una shida. Sasa mpira una shida kwa sababu mimi nimesema kwamba sijaona. Kama uoni ni changamoto. Wewe ni lipi unaloliona? Changamoto. Wewe lipi la Yanga ambalo yani kwa sababu unajua unapozungumzia kwa mfano unapozungumzia kanuni. Sawa. Kwenye kanuni za uendeshaji wa ligi. Sawa. Kanuni 34 inawapa nguvu ya maamuzi TFF ya kuamua vyovyote vile wanavyotaka kuhusu ratiba. Na ndio maana it is the same kanuni ambayo wameitumia kuahirisha mechi ya tarehe 15. Lakini the funny part ni kwamba ukimsikiliza Hans atakwambia kwamba hajui TFF walitumia kanuni gani tarehe 8. Lakini leo somehow wanajua kanuni iliyotumika kuahirisha mchezo wa tarehe 15. Na ndio mtu huyo ambaye akimaliza anasema kwamba kwa sababu mimi sijaamua kuona kwamba kuna tatizo. Mpira wa Tanzania una changamoto, na ndio na mimi naweza vile nikaamua kusema kwamba wewe Hans, kama huoni kwamba kuna tatizo la mtu ambaye ana interest Yanga kuwa mmiliki wa kampuni ambayo inadhamini timu nyingine 6 kwenye ligi, sio tatizo. Na hiyo ni tatizo, but I cannot do that. Naheshimu the fact kwamba wewe umeona hilo sio tatizo. Sasa kwa nini mtazamo wangu mimi juu ya Yanga kutokuwa na haki kwenye hili wenyewe huo ndio tatizo la mpira Tanzania? Jibu hoja. Nizungumze kitu kimoja. Jibu hoja. Hiyo kanuni Jeff anaizungumzia kwamba iliahirisha mechi. Nataka nimuulize kitu hapa. Kitendo cha Simba kunyimwa uwanja kuto train a day before kilikuwa kinatosha? Na kwenye hiyo kanuni kanuni inaelezea kwamba ukinyimwa uwanja a day before kufanya training, mechi inatakiwa kuahirishwa? For the record, nakumbuka immediately baada ya mechi ilikuwa imeahirishwa, nilikuwa nimekaa kwenye kiti kile, analysis yangu ilianza kwa kusema kwamba Simba hawana hoja ya kusema kwamba hawajacheza mechi kwa sababu tu hawakuwa katika shape ya kucheza mechi kwa sababu walikosa training session moja. Basi na mimi naomba, the video is there, you can unaweza, ndio analysis yangu ilikuanzia. Anakiri kwamba ile sababu isingetosha kuahirisha. Kabla ni simple tu ulivyojibu. Ni simple tu kwa sababu mimi sitazungumza mpaka saa 6 hapa, utazungumza ni sekunde chache. Jeff, nisikilizeni mimi basi. Si umemjibu, unarudi tena. Mimi natakiwa kuelezea maelezo yangu. Malizia. Amejibu swali. Kwa sababu aliyotoa kwamba Simba kunyimwa uwanja day before haikutosha kuahirisha mechi. Umeona? Sasa kama hiyo sababu haikutosha, leo unaniambia vipi kwamba kanuni zilitumika? Unless labda hatujui kusoma,
No. Lakini ukisoma vizuri ile kanuni imekuandikia kwamba na sababu nyingine yoyote ambayo TFF wataona ina msingi. Sababu nyingine ambayo imetumika ambayo unaizungumzia ndio hizo Jeff ambazo zimekuwa zinatajwa kwamba vitendo vya rushwa. Umemuuliza swali, si anajibu kwanza? Mimi ndo nilikuwa naendelea kwa sababu ashajibu. Mimi nilikuwa naendelea kuzungumza bado. Okay, ongea. Naam. Maana yake endelea kuzungumza basi. Tunajadiliana mwisho wa siku, anazungumza huyu anazungumza yule. Usifanye kama tuko kwenye vijiwe vile ambavyo watu wanazungumza bila mpangilio. Tujitahidi kidogo kuzungumza maneno ambayo pia ni makali kwa sababu tunasikilizwa pia. Jeff, endelea, naomba ujibu. Ukiangalia kilichotokea kwenye kilichotokea tarehe 8, kuna kanuni ambayo inawaruhusu TFF wao na bodi ya ligi wakiona inafaa kuahirisha mechi wanaweza kuahirisha. Sawa, ndio kanuni hiyo ambayo imetumika hata kuahirisha mchezo wa tarehe 15. Kwa sababu TFF hawakusema mahali kwamba waliahirisha mchezo wa tarehe 8 kwa sababu Simba hawakufanya mazoezi. Ni aftermath ya yale yaliyotokea baada ya timu kuzuiwa kufanya mazoezi, yaliwasababisha wao waone iko sababu ya msingi ya kuahirisha mchezo. Kuna kanuni ambayo ipo. Unakumbuka ambacho tunatofautiana hapa ni kwamba kuna mmoja ambaye kwa mtazamo wake ile kanuni haikutumika na mwingine anaona imetumika, lakini kanuni ipo. Okay. Wewe ukiamua kuifumbia macho hiyo kanuni haimaanishi kwamba haipo. Ukisoma na TFF hata kwenye ile press release hawakusema kokote kwamba TFF imeahirisha mechi kwa sababu Simba hawakufanya mazoezi, ila Simba kutofanya mazoezi kuna vitu vilitokea baada ya pale ambavyo TFF waliona ni sawa kuahirisha mechi. Sasa ukienda kusoma press release ambayo ilitoka mchana tarehe 8, nenda kasome hiyo sababu ya Simba kunyimwa uwanja. Ndio barua ambayo walituwekea TFF, mechi imeahirishwa. Kabla ya baadaye kuja kusema sijui kwa kuna viashiria vya rushwa, sijui nini. Tumewapigia TAKUKURU mara 2 hapa. Wanasema TAKUKURU Temeke. Wanasema hawajapokea kitu chochote. Tungepigia TAKUKURU Dodoma. Sasa ili sakata limeenda na ripoti. Watu wamekaa chini wameangalia ile ripoti, nani mwenye makosa? Inawezekana mwenye makosa singeweza kujihukumu. Ngoja sisi wenye mamlaka tukuhukumu kwa sababu ulifanya makosa. Tarehe 8 hakuna kanuni yoyote ilitumika. Hakuna kanuni yoyote. Hakuna kanuni yoyote ilitumika kuahirisha mechi. Haipo. Na ndio maana leo Kasongo na Mguto wako pembeni. Lakini kama angekuwa amesimamia kanuni, unasikia? Wasingekuwa wanapokea hizo simu za vigogo na kukubali kuahirisha mechi. Samani kuongezea tu kidogo. Unajua kanuni zinaweza zikawepo zikawa na shida, lakini as long as kanuni hiyo ipo, wewe unaweza usipate nguvu ya kuna ni mfano kama Hans na Yanga achana na hiyo kamanda. Mfano sisi hapa producer anaweza kuwa ana mamlaka inampa nafasi ya kumtoa mtu yeyote humu. Sio labda umechelewa. Yaani hiyo kanuni ipo kwamba utaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini wewe umefika labda ofisini bado dakika 1, anakuambia wewe umechelewa. Mwambie lakini mbona nimeshafika hapa? Lakini kwa sababu anaamini ile kanuni itamlinda kukutoa, lakini sisi tutasema no, ile kanuni haikuwa ina changamoto, lakini inampa nini? Inampa room. Kwa hiyo mimi nilichotaka kusema kwamba ni kweli kwa jinsi tulivyokuwa tunaangalia Simba kutofanya mazoezi. Unaona mbona haina mashiko, lakini unajua yule mwenye mamlaka akifanya maamuzi kwa kurifa kanuni, ile kanuni yeye anabaki ndani ya kanuni. Sasa nataka tutoke kwenye haya yote haya. Tuangalie sasa baada ya maamuzi kuchukua nafasi, tumepata funzo gani hapa Evans? Mpira umefeli. Tumepata funzo gani Ashraf? Tuendelee kutumia busara. Jeff, naam, kuna funzo ambalo tumelipata? Funzo ambalo tumelipata, tumekumbushwa tu kwamba hapa Tanzania kwenye mpira wetu, wewe ukiwa na jambo lako ukiamua kulilalamikia sana na wenzio wasilalamikie, inaonekana kuwa hoja. Na kwa wale ambao hawana nguvu ya kulalamika, wao yao yanakuwa sio hoja kwa sababu sauti zao hazifiki mbali. Hansi, kuna funzo hapa tumelipata juu ya hili sakata la dabi ya Machinane?
mimi nilichokiona ni kwamba mpira umeshinda. No. Mpira umeshinda baada ya wapotoshaji kutumia nguvu nyingi sana kuharibu mpira wetu. No. Hatimaye mpira umeshinda. Wapotoshaji wamefeli. Sawa. Sasa bila shaka mwenyekiti wa bodi mpya ataingia pale hayo. Let's hope atakuwa ni mtu ambaye Yanga wanakubaliana naye, kwa sababu usipokubaliana na Yanga tu hiyo kamanda bwana, hiyo haiko hivyo bwana, wewe hiyo achana nayo. Unajua kamanda, mimi kamanda, watu wataenda kwenye uchaguzi, tutaenda kwenye mkutano si mwaka huu mkutano mwaka huu na kamanda maana kuna message zako nyingi sana, wakati mwingine sitaki kuzisoma. Anasema screenshot unitumie kamanda una chuki na Yanga eti mimi sio dhambi, kwani mimi si binadamu bwana? Binadamu wote tuna hisia zetu, hata mimi kuna watu wanipendi. Lakini sasa upo kwenye kipaza, professionalism inakuwa inahitajika zaidi. Yani kama unakuwa una chuki na Yanga huwezi kuonyesha kwenye kipaza. Unaamini kwamba mimi na chuki na Yanga? Umesema wewe ni binadamu, umeulizwa kwamba una chuki na Yanga ukasema ni binadamu. Mimi unakiri. Mimi nimemuuliza tafsiri uwezo wako wewe wa kuelewa ninachokisema. Tafsiri ya mashabiki hauwezi kuwa kile ambacho mimi nakisema. Tafsiri ya mashabiki. Sasa huwezi kulikataa hilo, watu kukutafsiri kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana kuna mtu anaweza akajitokeza hapa kai Simba sana wa kutupwa hivi. Sio dhambi, kwani wewe kai Yanga sana. Sasa kwa message nyingi ambazo mimi nazisoma za Jeff ni kwamba zinabainisha kwamba Jeff ana chuki na Yanga, na hiyo huwezi kuwakatalia. There's a very good possibility pia kwamba Yanga wana chuki na mimi pia. Sasa kwa nini ionekane kwamba chuki yangu mimi tu ndio jinai, alafu wao wakinichukia ni sawa? Sawa. Na mwenzetu hapa anajifanya hajaelewa nilichokisema. Anasema kwamba nikikaa kwenye mic. Kwa hiyo kwa mujibu wako wewe, mimi nakaa kwenye mic hapa kuchukia Yanga. Sawa. Hilo tuliache. Jof, hilo tuliache. Tuko sawa sawa. Sasa Jumayo. Ndio. Hii mechi ni mechi ya hebu nataka tuangalie mechi za Simba zilizosalia na Yanga hapa. Afu tupige mahesabu. Nani anakwenda kupata joto ya jiwe Juni 25? Wakati unaangalia mpira lazima uchezwe. Tuko na K4S security. Yaani hili jambo hata lingekuwa gumu kiasi gani, mwenye mpira ni FIFA, anataka mpira wake uchezwe. Yes. K4S security ndio ambao walihakikisha nilikwenda Dodoma pale, na kwa kusema ule ukweli ulinzi ulikuwa ni wa kutosha. K4S security wametulinda uzuri sana pale. Naona unaambamba ni raha sana. Kuna ulinzi wa miradi, kuna ulinzi wa shughuli, kuna ulinzi wa ofisi, kuna ulinzi wa majumbani, ulinzi wa viwandani, ulinzi ubinafsi, yani bodyguard, kama ambavyo Hans leo umeingia ofisini na bodyguard tena kutoka kwa K4S security. Ulinzi wa safari na dharura yoyote. Ukiachilia hivyo basi unafungiwa pia fence za umeme, CCTV cameras na mifumo yote ya kiusalama. Wako Mikocheni pale karibu na Fedha Nasari pale. Unao nafasi ya kupiga simu 0767 62 22 26 au 0757 36 66 62. K4S Security, your trusted security partner, wanatupa nguvu ya kutosha. Bwana, mechi za Simba ambazo zimesalia. Simba na mechi dhidi ya Ken Gold na Kagera Sugar. Alama 6 za Simba hizo. Kwa upe ama mapema sana. Zikana Ken Gold wakamshikilia mtu. Hapana. Unakuja kwa mafungu. Hivi ilikuwaje? Timu inakuja kwa mafungu. Nani ilikuwaje? Mechi ile ilikuwa ni ya Simba na nani na KMC ambayo ilipelekwa Tabora ikarudishwa Dar. Okay. Na maana nimesikia kwamba nani wanaitwa Ken Gold wamekataliwa mechi yao isichezwe Dar, ichezwe kule Tabora. Sasa hilo inabidi hapa tuchonge na Boimanda haraka sana kimetokea. Ngoja tuchonge na Boimanda ili atuthibitishie huko kwenyewe, kwa sababu hatujalalamika sana kwenyewe, ndo haki inaweza ikafanywa vyovyote. Sasa mechi za Yanga zilizosalia wanacheza na Tanzania Prisons genini, lakini wana mechi na Dodoma Jiji ambao wameelekea pale, watacheza pale Zanzibar pale. Hizi nazo vipi Ashraf? Umesema wana mechi na Dodoma na Tanzania Prisons. Dodoma Jiji cheza Zanzibar. Wamepeleka Zanzibar. Wote kwambie kitu Kai. Katika mechi zote ambazo timu zote kubwa zinaenda kukutana nazo, ni mechi ambazo kwao ni simple, wanapata
alama. Changamoto ni hiyo mechi ya mwisho ambayo inaenda kuwakutanisha wao. Hiyo ndo mechi ambayo inaenda kuamua maamuzi, lakini leo Simba inaenda kucheza na Ken Gold, Uwas tena Tanzania Prison inaenda kucheza na Yanga, Uwas tena. Shida ni hiyo mechi ya mwisho ambayo inaenda kuamua nani kuwa bingwa. Na mimi nimekuwa nikizungumza tangu msimu umepita, umeanza. Unajua Yanga uwanjani kwangu mimi huu msimu ndo best team. Yaani ndo timu bora uwanjani. Tukianza kwenye namba ni wao wenyewe ndio wanaongoza ligi. Kwenye ligi ya ndani. Yes, kwenye ligi ya ndani. Hapo nazungumzia maana lazima uweke sawa sawa. Yes, ligi ya ndani. Yanga ndio the best team. Wako pale wanaongoza ligi, timu ambayo imefunga magoli mengi, timu ambayo imeruhusu magoli machache, timu ambayo inacheza more attractive football. Unaelewa? Yaani huwezi kupinga huo ukweli kwamba uwanjani Yanga anaingia kama favorite hata kuelekea kwenye derby. Ndio maana mimi ni miongoni mwa watu pia ambao nilikuwa naamini Yanga kutokwenda kucheza ni kwa sababu zao nyingine, sio kwamba wanamogopa Simba uwanjani. Kwa hiyo ni mechi ngumu pia kwa pande zote mbili, na mimi ukiniuliza kwa mtazamo wangu bado namuona kwamba Yanga ni favorite kwenye mechi. Ukipima Hans huu mchezo wa dabi ya Juni 25 Simba wanaingia kama underdog mbele ya Yanga. Sure, Simba ni underdog kwenye hiyo mechi. Kwa nini? Quality na head to head record inawahukumu sana. Kwa maana ya dabi 5 zilizopita mfululizo Simba amefungwa 4, amepata sare 1. Kwenye hiyo head to head mimi nakubalia. Tuje kwenye quality. Unamaanisha nini hapo? Lengo lako ni nini? Ni quality ya mchezaji mmoja mmoja. Yaani mchezaji mmoja mmoja kikosi cha Simba na Yanga wana quality nyingi kuliko Simba kwenye maeneo tofauti tofauti. Kweli? Na ndo maana wamekuwa wanafungwa kwenye hizo dabi, sio kwa bahati mbaya. Hebu tuangalie golini Kamara, Djigui Diarra kwa msimu huu. Nani bora? Diarra. Kwa msimu huu? Big time Diarra. Unajua Diarra amecheza mechi chache. Ndio huyu Kamara ambaye kila siku tunamjadili ana makosa ya hapa na pale. Sawa. Jeff, kwa msimu huu nani bora kati ya Diarra na Kamara? Mwenye clean sheets nyingi ndio bora. Ambaye ni Kamara. Kwa sababu mwisho wa siku atupimi performance kwa perception. Sawa. Unajua ukiondoa hisia za watu. Manake tulikuwa tunazungumza mpira kwenye eneo la politics, lakini sasa hivi tunakuja uwanjani. Ziko njia kuu 2 au 3 za kutazama za kuitazama mechi ambayo inakuja. Tutaangalia head to head record kwa maana ya recent matches ambazo mara nyingi tutaangalia mechi 5 mpaka 10. Picha tunayoipata kwenye head to head record ni kwamba Yanga amekuwa anapata matokeo. Lakini head to head record haiwezi kusupersede kile tunachokiona kwenye msimamo, kwa sababu tunasema kwenye football kuna msemo tunasema the table doesn't lie, kwa sababu msimamo wa mechi ndio kipimo cha yale ambayo yametokea wakati kwenye msimu huu, ukiondoa tu wakati nyinyi mlipocheza mechi yenu ile. Sasa ukiangalia eneo la ligi, tofauti ya timu hizi mbili ni pointi 1 peke yake mpaka sasa hivi. Na tofauti ingine iliyoko ni ya magoli 7 ya kufunga kwa upande wa Yanga na goli 1 la kufungwa. Magoli 8. 71 kwa 63. Magoli 8. It's the same thing tu. Sasa ukiangalia hii ni tofauti ambayo inaweza kufikiwa kwa mechi mbili. Yaani kwa mfano hizi mechi mbili ambazo Yanga anazo zimebaki, anaweza akashinda 1-1, na Simba mechi zake mbili anaweza akashinda moja kwa magoli 3, nyingine akashinda kwa magoli 5. And just like that rekodi ya magoli ikawa imefikiwa. So katika hali ya kawaida unapozungumzia quality ya uwanjani, kipimo sahihi cha quality ya uwanjani ni msimamo kwa mahali ulipo, kwa sababu kama tukianza kuangalia head to head, msimu huu Simba na Yanga zimekutana mara 2 kwenye mechi ya ngao na kwenye mechi ya dabi ya kwanza ile. Yanga alishinda, lakini sio kwa total dominance. Alishinda kwa tofauti ya goli 1, na Simba alikuwa kwenye mchezo ambao angeweza kupata sare na angeweza pia yeye kushinda. Na kwa mfano tukizungumza dabi ya ligi, we all know Kayoko nini alikifanya kwenye ile mechi. So kipimo sahihi ni msimamo wa ligi ambao unakuonyesha kwamba hizi timu mbili zimetofautiana pointi 1, zimetofautiana magoli 8, na ukiweka ile goal difference inakuwa ni goal difference ya 9, kwa sababu goal difference unaunganisha magoli ya kufungwa na kufunga na unapata tofauti. So
ile tofauti ya significance. Unajua kwa mfano tunapozungumzia timu kubwa kwenye hii ligi tunasema kuna Simba, Yanga na Azam. Lakini tofauti ya Simba na Yanga vis-a-vis Azam ni tofauti significant sana. Kwa mfano ukiangalia Simba na Yanga hata wakikatwa point 10 sawa, bado Azam hamfikii. Kwa hiyo that's a significant difference ambayo inakufanya uamini kwamba Simba na Yanga head and shoulders wana quality bora kuliko Azam. Lakini you can say kuna hiyo significant difference. Yani Yanga watakuwa slight favorites kwa sababu wanaongoza wao ligi kwa tofauti ya pointi 1 na head to head factor. Lakini sio kwamba kuna tofauti kubwa sana baina hizi timu mbili. Crown Media. Hapa ni nyumbani.